Na ndio maana nasema nyinyi mngeweza kusaidia kwa sababu viongozi wetu hawa hawawezi kuzungumza haya mambo, watafunga funga watakuwa na kuzungumza ovyo. Naweza kusaidia wananchi wakaelewa what is the issue. Tunazungumza nini? Maana hata mpaka sasa tunazungumza katiba, hatuzungumzi upishi jikoni. Kwa hiyo ni nani anajaribu kuingilia madaraka ya mwingine? Ni serikali ya Zanzibar ambayo ina question haki ya serikali ya muungano katika madaraka yake yenyewe ambayo ni ya serikali ya muungano ndani ya katiba. Na katiba hii wote wakubwa hawa, rais wa muungano yuko ni rais wa muungano kwa mujibu wa katiba hiyo. Rais wa Zanzibar ni rais wa Zanzibar kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo. Alafu una question unabaki pale pale. Utaiquestion katiba iliyokuweka hapo. Unasema katika hili katiba hii si halali, katika hili si halali, katika hii si halali. Ila katika kulifanya rais ni halali. Lakini inawezekana hivyo? Sasa nasema rafiki zangu hawa waliingia katika OS. Ukiwauliza wakafanya utetezi. Ukatokea utetezi wa ajabu. Wameingia hivi kwa sababu ya maslahi ya Zanzibar. Ya maslahi ya Zanzibar hayapatikani ila kwa kuvunja katiba. Ndio sababu iliyotolewa publicly tuliyosikia. Tumeona kwamba kwa maslahi ya Zanzibar inafaa kuingia katika OS. Kwa maslahi ya Zanzibar lazima tuvunje katiba ya nchi. Hivi maslahi ya Zanzibar hayawezi yakapatikana ndani ya katiba ya nchi. Na wanasema hivyo wa Zanzibar wapi? Wapi? Walikutana wapi wa Zanzibar wakasema? Ni baadhi ya viongozi wetu tu basi. Wanatamka wenyewe tu. Basi. Sasa wanadai wengine nasikia. Sijui. Mimi sasa hivi sijui. Hivi nasikia katika azimio la halmashauri kuu ya taifa linasema linapongeza serikali kwa maafikiano ambayo serikali ya muungano imeshaafikiana na serikali ya Zanzibar. Sasa sijui mwafaka mpya huu una nini ndani. Sijui kabisa mwafaka huu mpya una nini ndani yake. Maana ni miafaka hii inayotokea bila mijadala tunayoiona. Kama ule wa bungeni tulisikia ni mwafaka huu bila mjadala. Mzee unajua tungejadiliana tungegawanyika. Allah. Maneno ya ajabu sana haya. Sasa nasikia kuna mwafaka